baadhi ya majambo muhimu yanayopatikana katika mwezi wa Rajab. Kimtaja Nawawi kijana, alikufa akiwa kijana. Leo vijana wana nafasi gani? Yamo katika mwezi wa Rajab. Amekufa Nawawi hakufika miaka 50. Shafi'i, wama adraka man Shafi'i, amekufa mwezi kama huu. Yamo ya kusemwa. Umar ibn Abdul Aziz amechukua uongozi ndani ya miaka mitatu tu, yametokea yaliyotokea. Tunayo ya kuzungumza, lakini muujiza mkubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya muujiza wa Qur'ani ni muujiza wa Isra na Mi'raji, ulifanyika katika mwezi kama huu, mwezi wa Rajab. Kwa hilo na yanayofanana na hayo, leo tuna viongozi wetu wapo hapa, kina Mzee Kinega, kina Maalim Adinani, Sheikh Saidi, kina Mzee Ugwa na wengineo, wameamua kutukusanya ili tukumbushane baadhi ya majambo yaliyojiri katika mwezi wa Rajab, lakini hasa lililochaguliwa leo ni tukio zima la Isra na Mi'raj. Hii ni misafara miwili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyotunukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo tukio la kwanza la Isra itazungumzwa na ustadhi wetu Mwalimu Abu Yaqub, kisha tukio zima la Mi'raji litazungumzwa na mwalimu wetu Sheikh Saidi Mnyimaki. Kwa hayo tutege sauti, tutege masikio kusikia kinachosemwa, lakini hakitozungumzwa kisa chote minal alifi ila al-ya'i, kwa muda huo hautoshi, ila tutachukua tu durusu wa ibar, mazingatio yanayopatikana katika misafara hii, ili tujue sisi tunajifunza nini katika zama hizi tulizokuwa nazo. Nichukue fursa hii kumkaribisha ndugu yetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الذي بارك حوله ليريه من آياته إنه هو السميع البصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد، الذي أدى أمانة ربه على خير وجه ونصحنا أعظم نصح الذي كان ولا يزال أعظم دستور البشرية إلى يوم الدين، القائل: مررت ليلة أسري به، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، القائل منهم: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وبعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumwombea ziada ya rahma mpenzi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nimepewa kazi na mlezi wetu, baba yetu, mwalimu wetu Sheikh Ali ibn Muhammad wa Mbwera, niweze kumsafirisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika safari zake zile mbili, lakini mimi nianze kumsafirisha katika safari ya kwanza, nikimtoa pale kwao katika mitaa ile ya Haram Maka kumpeleka katika ardhi ya Palestina. Nini Isra? Malengo na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hiko kinachoitwa Isra ni nini? Tukiajibu maswali haya mawili, ndio tutakuwa tunaandaa mazingira ya kuingia katika kisa chetu ama kuingia katika kuianza safari yetu ya Isra. Tukisema al-Isra'u, achilia mbali maana ya kilugha, tutapoteza muda.
Kwa mujibu wa watu wa historia, ukisema neno al-Isra, wao wanaelewa kwamba ni rihlatun ardhiyatun li Rasulillah sallallahu alayhi wasallama min Makkah ila Baitil Maqdis au Baitil Muqaddas au Baitil Masjidul Aqsa. Isra maana yake ni ile safari ya ardhini aliyopelekwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kutolewa katika ardhi ya Makka akapelekwa mpaka Palestina, pale uliopo msikiti unaoitwa Baitul Maqdis. Safari hiyo katika historia hii khalida ya Kiislamu inaitwa al-Isra. Ni safari ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipelekwa, hakuenda mwenyewe, na hakuna aliyempeleka isipokuwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah katika utaratibu wake wa utendaji hatendi majambo hivi hivi tu, huwa anayatenda kwa utaratibu na hikma maalum. Sasa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpeleka inapatikana katika ile aya nambari 1 katika suratu Bani Israila au suratul Isra, ambayo pia inasimama kama ushahidi unaothibitisha kutuka kwa tukio hili, pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mwenyezi Mungu anasema subhanalladhi, anaanza kwa kuitakasa nafsi yake kutokana na kila mapungufu, anaitukuza na kuiadhimisha nafsi yake kwa sababu ya ule uwezo wake alionao Allah subhanahu wa ta'ala wa kutenda mambo ambayo hakuna anayeweza kutenda kama hayo. Subhanalladhi, utakasifu ni wa yule ambaye asra bi'abdihi laylan, amempeleka usiku mja wake sehemu chache ya usiku, si usiku mzima. Laylan mafuulun fihi dharfu zaman, imekuja hapo kwa mujibu wa mufassirun ioneshe kwamba wakati aliopelekwa bwana mkubwa huyu si usiku mzima, bali ni sehemu tu chache ya usiku. Laylan min almasjidil harami, alimtoa pale msikiti wa Makka ila almasjidil aqsa, mpaka kumpeleka kule msikiti wa mbali Palestina. Lengo, hikma na makusudio yako Allah kumpeleka ni yapi? Ndo pale kusema linuriyahu min ayatina, lengo ili tupate kumuonesha huyu Muhammad min ayatina, miongoni mwa alama kubwa kubwa zinazoonesha na kufahamisha juu ya uwepo wangu mimi Mungu. Au kama alivyofasiri yule mtu mwingine, linuriyahu min ayatina ay min ajaibi qudratina, ili tupate kumuonesha miongoni mwa mambo ya ajabu kabisa ambayo yanayodhihirisha uwepo wetu sisi, ama uwepo wangu mimi Mungu. Linuriyahu min ayatina, hayo ndiyo malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ndio utaratibu wake. Haukuanza kwa Nabiiullah Muhammad, bali umeanza tangu uko zamani za kale. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardh. Ndio utaratibu wake Allah kuwaonesha miujiza, kuwaonesha aya, alama zinazoonesha uwepo wake mitume yake. Lakini yako malengo mengine ambayo sio ya moja kwa moja, malengo ambayo wanawachuoni wetu wanatuelekeza na kutufundisha. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hata makafiri walishindwa kumfanya lolote bwana mtume Muhammad, wakimwangalia kuwa yupo nyuma yake. Bwana mtume anawapoteza watu hawa ndani ya kipindi kichache katika huu mwaka wa 10. Lakini ukirudi nyuma kidogo, bwana mtume huu mwaka wa 10 ndo alitoka katika kile kifungo, yeye pamoja na watu wake. Alipitia magumu kweli kweli. Bwana mtume baada ya kufiliwa anaondoka zake Taifu kuomba msaada kwa wale Banu Thaqif
wamnusuru dhidi ya Makureishi. Kule anapigwa bwana mtume, anarudi kwao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa na majonzi, stress nyingi kweli kweli, chini ya udhamini wa bwana mkubwa Mut'im ibn Adi. Bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya majonzi yote hayo, baada ya majanga yote hayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuandalia safari hii, lengo na makusudio apate kwenda kumliwaza, ili akirudi arudi na mawazo mapya, kasi mpya, aweze kuendelea katika kupambania da'wa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na yalikuwepo mengi ya kumliwaza, lakini Allah alichagua safari kutuonesha sisi kwamba hata sisi tunapotaka kuzifanya upya zile akili zetu, kuondoa majonzi na mawazo yanayotukabili katika ardhi zetu, kitu kikubwa kinachoondoa haraka majonzi ya mtu ni safari. Ndio maana akamletea safari. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi anasema, tagharrab 'anil awtani fi talab al-ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaid yasihu fi shi'ri ma la yasihu fi an-nathri. Akasema tafarruju hammin wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Katika safari kuna faida 5 zinapatikana. Miongoni mwa faida 5 anazozipata mtu akisafiri, tafarruju hammin, anapata liwazo kutokana na zile stress zake. Stress zinaondoka haraka sana ukisafiri. Fanya majaribio sasa, ondoka katika ardhi inayokuzonga, nenda safiri nje kidogo ya mji, utaona namna gani unasahau yale majonzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawatuma malaika Jibril, Mikail na katika riwaya Israfil, wanamfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumsindikiza katika safari yake hii. Wanamchukua au wanakwenda kumchukua nyumbani kwake. Nitumie riwaya hii. Bwana mtume amelala na kupumzika nyumbani kwake. Malaika wale wanakuja kumchukua bwana mkubwa huyu, wanapasua paa la nyumba yake bwana mtume Muhammad, wanaingia ndani kwake kumchukua bwana mtume Muhammad. Sasa hawa malaika milango hawakuiona, kwa nini wapasue anga, wapasue